kwa sababu wanadamu tumeumbwa kwa namna tofauti tofauti. Kila mwanadamu pia amewekewa njia ambazo akizifuata atakwenda kufanikiwa kuliko wanadamu wengine. Ndiyo maana njia za mafanikio hazifanani kwa wanadamu wote. Wapo baadhi ya wanadamu ambao watafanikiwa katika biashara. Wapo baadhi ya wanadamu ambao watafanikiwa katika kutoa huduma katika jamii ambazo wanaishi. Wapo baadhi ya wanadamu ambao watafanikiwa kwa kuajiriwa. Wapo baadhi ya wanadamu ambao watafanikiwa katika kilimo. Hii inaonyesha kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia ana njia zake za mafanikio ambazo ni tofauti na njia za mwanadamu mwingine. Wakati mwingine baadhi ya ishara mbalimbali ambazo unaziona kwenye maisha yako na alama mbalimbali ambazo ulizaliwa nazo zinaweza zikawa zinakuelezea wewe ni nani na ni vitu gani ambavyo ukivifanya katika uso wa dunia utakuwa moja kati ya binadamu wenye mafanikio kuliko binadamu wengine. Ukisoma tafiti mbalimbali ambazo zipo katika elimu ya Palmistry Education au Chiromancy, hii ni elimu ambayo hutafsiri mistari, maumbo na alama za viganja vya mikono kama vile alama herufi M, X pamoja na alama mbalimbali ambazo zipo kwenye kiganja chako cha mkono. Lakini pia physiognomy ni elimu ambayo huwa inaweza kueleza mfumo wa kihistoria uliodai kutafsiri tabia ya mtu kupitia sura yake au uso au umbo la mwili wake ambavyo unaweza kuendana na tabia, sifa na hulka zake. Lakini pia tafiti nyingine hufanyika katika ulimwengu wa graphology. Hii ni elimu ambayo hutafsiri tabia za mtu kupitia mwandiko wake. Yaani binadamu ambao wamebobea katika graphology wanapoona mwandiko wako tu, kama ni wa kusimama, kama ni wa kulalia mbele au kama ni wa kulalia nyuma, basi wanaweza kujua wewe ni nani na ndani yako vimejificha vitu gani. Hebu turejee katika mada ambayo imetukutanisha hapa. Leo tutabezi zaidi kwenye Palmistry Education, kwani Palmistry Education ni elimu ambayo inazungumzia alama na maumbo ambayo yapo kwenye kiganja cha mwanadamu, na leo tutamzungumzia mwanadamu ambaye amezaliwa akiwa na alama ya herufi M kwenye kiganja cha mkono wake. Mwanadamu huyu kuna baadhi ya vitu ambavyo akivifanya kwenye maisha yake atakwenda kufungua njia za mafanikio yake, yani atakwenda kuwa moja kati ya binadamu ambao wana mafanikio zaidi kwenye uso wa dunia kuliko binadamu wengine. Kama wewe ni moja kati ya binadamu waliovutiwa na mada hii, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Na kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Embu kwanza tazama katika kiganja cha mkono wako. Je, unaona alama gani? Kama wewe ni moja kati ya binadamu ambao walipotazama katika viganja vya mikono yao waliona alama ya herufi M, basi zifuatazo ni mbinu ambazo ukizitumia katika maisha yako utakwenda kufungua njia za mafanikio na utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu waliofanikiwa zaidi katika uso wa dunia. Namba 1, jenga utamaduni wa kujiamini na kutumia vipaji ulivyozaliwa navyo. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini. Tafiti mbalimbali ambazo zinatokana na elimu ya Palmistry Education zimekuwa zikithibitisha kuwa asilimia kubwa ya wanadamu ambao huzaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vya mikono yao huwa wanakuwa na vipaji, na mara nyingi vipaji vyao vya asili vinaweza kuwavusha kutoka level fulani ya maisha na kuwapeleka katika level nyingine ya maisha. Ili wanadamu hawa waweze kutumia vipaji hivyo vyenye manufaa makubwa katika maisha yao, lazima wajiamini, kwani kujiamini ni silaha mojawapo ambayo kama wanadamu wa kundi hili wataitumia katika maisha yao, basi wataweza kutumia vipaji vyao kwa mafanikio makubwa, kwani kujiamini kunaweza kuwasaidia kutumia vipaji hivyo kwa ufanisi, jambo ambalo litakwenda kufungua njia za mafanikio yao. Siri ambayo unatakiwa kuijua, kwa sababu vipaji ni jambo ambalo ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yani ni kitu ambacho umezaliwa nacho.
Ukikitumia kitu hicho, utakwenda kuwa moja kati ya binadamu wenye mafanikio makubwa kuliko wanadamu wengine, kwani mara nyingi binadamu wa kundi hili wana vipaji vya kipekee ambavyo wanadamu wengine hawana. Namba 2, kama wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na alama ya herufi M kwenye kiganja cha mkono wako, hakikisha unaweka malengo yaliyo wazi kwenye maisha yako, kwa sababu tafiti mbalimbali katika elimu ya palmistry zimekuwa zikionyesha kuwa binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao, hawa ni watu ambao wana jitihada kubwa katika maisha yao na wana bahati ya kipekee katika kutimiza malengo ambayo huwa wanajiwekea. Lakini kwa bahati mbaya, wapo baadhi ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M lakini hawana malengo yoyote katika maisha yao. Unajua, bahati ya maisha inapokutana na malengo pia yatakwenda kuwa sehemu ya bahati yako. Kama utakuwa mtu mwenye bahati usiyekuwa na malengo, maisha yako yatakuwa kawaida, kwa sababu malengo ni moja kati ya vitu ambavyo vitakufanya uwe na mafanikio, kwani mafanikio ya kweli hupimwa kwa kiwango cha ufanikishaji wa malengo. Jambo ambalo unatakiwa kulifanya, kwa sababu wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanaweza kuyafikia malengo yao kiurahisi kuliko binadamu wengine, kutokana na nguvu ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ndani yako. Basi hakikisha unatengeneza malengo, alafu weka mikakati namna gani ya kuyafikia malengo hayo, kwani kupitia nguvu na bahati ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka ndani yako, amini usiamini, utakwenda kuwa moja kati ya binadamu ambao wanakwenda kutimiza malengo yao katika namna ya ajabu, na utakuja kuwa mtu mkubwa sana kupitia malengo. Tafiti zimekuwa zikionyesha binadamu wengi wa kundi lako huwa wanakuwa na malengo makubwa, na ndiyo maana ukijaribu kufanya tafiti zako binafsi utagundua binadamu wengi waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M wana mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Namba 3, chukua hatua kwa wakati pindi unapotakiwa kufanya maamuzi. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao ni binadamu wenye uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi katika maisha yao, kwani mambo yanapoenda ndivyo sivyo, wanaweza kutuliza akili zao na kuona njia sahihi ambayo wanatakiwa kuivuka ili waweze kufanikiwa kuondokana na changamoto ambazo wanakabiliana nazo katika maisha yao. Kwa sababu wewe ni moja kati ya wanadamu waliozaliwa wakiwa na uwezo huu, wakati mwingine inawezekana maoni ya watu wengine ama ushauri wa watu wengine ukakukwamisha kufanya maamuzi katika wakati sahihi. Kwa sababu wewe ni mwanadamu mwenye maono, unapoona sasa ni wakati wa kufanya maamuzi, fanya maamuzi, kwa sababu maamuzi ambayo utayafanya yatakapokuwa sahihi yatakwenda kukuvusha kutoka hatua moja ya maisha na kukupeleka katika hatua nyingine ya maisha, ambayo mara nyingi hatua hiyo lazima itakuwa bora kuliko hatua uliotoka, kwani wewe ni mwanadamu mwenye maono ambayo wanadamu wengi hawana ndani yao. Namba 4, jenga utamaduni wa kujifunza kila wakati. Unajua, moja kati ya sifa za binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao, hawa ni wanadamu wenye uwezo wa kujifunza mambo mapya kila wakati, na mara nyingi mambo hayo yanaweza kuwa rahisi kwao kuliko binadamu wengine, kwani unapowachukua binadamu wengine wasiokuwa na alama ya herufi M na ukawaweka pamoja na binadamu wenye alama ya herufi M, alafu ukawafundisha kwa pamoja mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na maisha. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha binadamu wengi ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao wataelewa kwa haraka kuliko binadamu wengine, kwani pamoja na kuwa tafiti mbalimbali za kisayansi zinashindwa kuweka wazi hali hiyo husababishwa na nini, lakini haziondoi uhalisia kuwa binadamu wengi ambao wamezaliwa na alama ya herufi M huonekana kuwahi kuelewa mambo ambayo yanahusiana na maisha kuliko binadamu wengine. Kama nawe ni moja kati ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao, tafadhali jenga utamaduni wa kujifunza mambo mbalimbali katika maisha yako, kwani kupitia mambo hayo utakwenda kujua namna sahihi ya kufungua njia za mafanikio yako kwa kutumia alama M ambayo inaaminika ni alama ya Mwenyezi Mungu. Anakuonesha kuwa wewe ni mwanadamu wa kipekee ambaye una nguvu ambazo binadamu wengine hawana.
Namba 5, kama wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na alama ya herufi M kwenye kiganja cha mkono wako, hakikisha unadumisha nidhamu binafsi, kwani nidhamu ni moja kati ya mambo ambayo yatakuvusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Moja kati ya siri ambazo unatakiwa kuzijua kuhusiana na binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vya mikono yao, hawa ni binadamu wenye bahati ya fedha kuliko binadamu wengine, yaani watu wengi hupenda kuwaita ni sumaku ya fedha. Kwani wakati binadamu wengine wakipambana kwa jasho jingi ili waweze kupata kiwango fulani cha fedha, lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao wanaweza kutumia jitihada kidogo tu na wakaweza kupata fedha nyingi, ambazo binadamu wengi lazima watumie jitihada kubwa kuliko kawaida. Kwa sababu wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wanaweza kupata fedha nyingi kwa sababu ya bahati ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ndani yako. Kama utakuwa na matumizi makubwa, bado bahati hiyo haitokuwa na manufaa katika maisha yako, kwani matumizi yako bado yatakwenda kuwa juu kuliko kipato ambacho unakipata. Ili ukafungue njia ya mafanikio yako, hakikisha pesa ambazo unazipata kupitia bahati ambayo unayo katika maisha yako ziweke nidhamu, yani jenga nidhamu katika matumizi ya fedha, kwani nidhamu itapelekea ukaweze kutimiza malengo yako, lakini utajikuta unaenda kuwa moja kati ya wanadamu wenye mafanikio makubwa katika uso wa dunia. Utawashangaza watu wengi. Namba 6, hakikisha unajenga mtandao wa watu wenye mtazamo chanya. Unajua, tunapozungumzia mtazamo, tukiwatazama binadamu ambao wametuzunguka, tunaweza tukawagawanya katika makundi mawili. Wapo binadamu wenye mtazamo hasi na wapo binadamu wenye mtazamo chanya. Ni kwa nini kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M, lazima ukae karibu na binadamu wenye mtazamo chanya ili ukaweze kufungua njia za mafanikio yako? Ni kwa sababu asilimia kubwa ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vya mikono yao ni wanadamu wenye malengo makubwa kuliko binadamu wengine, na mara nyingi huwa wanakuwa na mitazamo ambayo inatofautiana na mitazamo ya watu wengine. Kama utakuwa karibu na wanadamu wenye mtazamo hasi, kwa sababu ya ukubwa wa malengo uliokuwa nayo, ambayo kwa nguvu ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ndani yako, lazima utakuja kuyatimiza. Lakini kwa sababu binadamu wengine wanakukadiria kutokana na uwezo wao wa kufikiri, wanaweza kuamini malengo ambayo umejiwekea ni makubwa sana, hautaweza kuyatimiza. Watatumia nguvu nyingi wakijaribu kukushawishi. Kama unavyojua, kuna baadhi ya wanadamu ambao Mwenyezi Mungu amewawekea nguvu kubwa ya ushawishi ndani yao. Wanapozungumza maneno yao huwa yanaweza kufanikiwa kushawishi mioyo na dhamira za watu wengine. Hivyo kupitia kukaa karibu na watu wa aina hiyo, utajikuta umegairi kutimiza malengo ambayo umejiwekea, na utajikuta unajishusha chini ya kiwango ambacho ulitakiwa kukiishi katika maisha yako, kwa sababu tu umeaminishwa kuwa hauwezi. Lakini utakapokaa karibu na wanadamu wenye mtazamo chanya, hawa ni binadamu ambao watakupa moyo, watakufanya ujisikie jasiri katika kuyakimbiza malengo yako, na mwisho wa siku utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio katika maisha yao. Na katika hili lisiishie kwa wanadamu wenye alama ya herufi M peke yake. Hata wewe, haijalishi una alama gani kwenye kiganja cha mkono wako, hakikisha unakaa karibu na binadamu wenye mtazamo chanya, kwani tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha uwezekano wa kutimiza ndoto zako huwa unakuwa mkubwa pale unapokaa karibu na binadamu wenye mtazamo chanya kuliko unapokaa karibu na binadamu wenye mtazamo hasi, kwani binadamu wengi wenye mtazamo hasi wana kawaida ya kuwakatisha tamaa binadamu wengine, lakini binadamu wenye mtazamo chanya wana kawaida ya kusapoti mawazo ya watu wengine na kuwa encourage ili wakaweze kutimiza malengo yao. Namba 7, kamwe usiogope changamoto ambazo unakutana nazo katika safari yako ya maisha.
Changamoto ni moja kati ya vitu ambavyo kila mwanadamu ambaye amezaliwa katika uso wa dunia lazima akutane navyo. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha wakati mwingine wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vya mikono yao huwa wanaweza kukutana na changamoto nyingi na kubwa kuliko binadamu wengine. Ni kwa sababu ndani yao wana malengo makubwa kuliko binadamu wengine, na tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha kuwa binadamu wengi wenye malengo na ndoto kubwa kuliko binadamu wengine, hao ni watu ambao Mwenyezi Mungu anawaandaa ili wakawe wakuu katika uso wa dunia. Hivyo Mwenyezi Mungu huwapitisha katika changamoto na vikwazo mbalimbali ili kuwajengea uzoefu wa kujiamini na ustahimilivu wa maisha, lakini usahihi katika kufanya maamuzi. Unapokumbana na changamoto mbalimbali kwenye maisha yako, kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao, usiogope, kwa sababu hiyo ni njia ambayo lazima upitishwe, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuandaa ukawe mkuu kuliko binadamu wengine. Naomba nizungumze jambo moja katika hili. Uvumilivu na ustahimilivu wa changamoto usiishie tu kwa binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao. Hata wewe, pamoja na kuwa hauna alama hii kwenye kiganja cha mkono wako, ukiwa na ustahimilivu wa changamoto mbalimbali ambazo zipo katika maisha yako, ustahimilivu huo utakujengea uzoefu na mwisho wa siku utakwenda kufanikiwa, kwani wapo baadhi ya wanadamu ambao hawana alama hii lakini bado wana ndoto kubwa ndani yao ambazo binadamu wengine hawana. Jifunze kukabiliana na changamoto, kwani kuzikimbia changamoto hakuwezi kubadilisha chochote katika maisha yako. Namba 8, jifunze kutumia muda wako vizuri. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, pamoja na kuwa tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vya mikono yao ni binadamu wenye bahati katika maisha kuliko binadamu wengine, lakini bahati haiwezi kuja kama unaupoteza muda kwa kukaa ndani au kufanya vitu visivyokuwa vya msingi. Wapo baadhi ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M wanafanya vitu ambavyo havina tija kwenye maisha yao. Hata ukiwa na bahati, kama utapata bahati katika vitu visivyokuwa na tija kwenye maisha yako, bahati hiyo itakuwa na manufaa gani katika maisha yako? Hebu fikiria, wewe ni mwanadamu mwenye bahati kuliko wanadamu wengine, alafu kuanzia asubuhi mpaka jioni unacheza drafti. Bahati yako ikawa ni kushinda drafti kila wakati. Je, ushindi ambao unaupata katika drafti utabadilisha kitu gani kwenye maisha yako? Mara nyingi bahati inapokutana na matendo sahihi yenye tija itakwenda kubadilisha maisha yako. Jitume katika kazi, fanya vitu vyenye msingi, epuka kupoteza muda. Bahati itakapokukuta katika mapambano yako yatakwenda kufungua njia ya mafanikio na utakwenda kuwa moja kati ya wanadamu waliofanikiwa kuliko binadamu wengine katika maisha yao. Namba 9, mshukuru Mwenyezi Mungu kwa mafanikio ambayo unayapata kwenye maisha yako, lakini hakikisha unakuwa na mtazamo chanya kila wakati. Unajua, kwa sababu binadamu wengi ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M ni watu wenye bahati na wanaweza kupata mafanikio katika namna ambayo wanadamu wengine wanaweza wasielewe. Unapofanikiwa katika jambo lolote, hata kama mafanikio ambayo umeyapata ni madogo kuliko unayotarajia, mshukuru Mwenyezi Mungu, kwani utakapomshukuru Mwenyezi Mungu ndivyo Mwenyezi Mungu atakavyoendelea kufungua njia za mafanikio yako. Lakini pia hakikisha muda mwingi unakuwa na fikra chanya, kwani fikra chanya zitakufanya uwe miongoni mwa wanadamu ambao hata unapokabiliwa na changamoto mbalimbali kwenye maisha yako, bado utaendelea kujua kuwa unapaswa kujifunza mambo mbalimbali kupitia changamoto ambazo zinakuja katika maisha yako, na kupitia changamoto hizo utakuwa imara zaidi na utaweza kutafuta njia bora zaidi ya kukabiliana na changamoto hizo, na kwa sababu hiyo utakwenda kufungua njia ya mafanikio ambayo binadamu wengi hawawezi kuifungua katika maisha yao. Namba 10, endelea kufanya kazi kwa bidii bila kujali unavyoamini kuhusu alama ya herufi M. Bidii, maarifa na uvumilivu ndivyo vinavyochangia mafanikio ya muda mrefu, kwani hata kama una bahati kuliko binadamu wengine, kama ukiwa hauna juhudi na jitihada, bado hautaweza kufanikiwa.
Hivyo hakikisha unaendelea kujituma kwa juhudi kubwa katika maisha yako, na hivyo ndivyo utakavyoona mafanikio ya kweli katika safari yako ya maisha. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.